kufundishana namna ya kuhandle matatizo ambayo yanasababishwa na pesa. Yaani ukiwa na pesa kuna matatizo ambayo yatakuja, lakini pia ukiwa hauna pesa kuna matatizo ambayo pia yatakuja. Kwa hiyo kuna matatizo ya kimaskini na kuna matatizo ya matajiri. Huu ndio uhalisia. Sasa ukiwa na pesa, matatizo yanavyokuja, unayaonaje yale matatizo? Hiki ni kitu ambacho wengine wengi wanafeli na wengine wengi wanaumizwa sana, kwa sababu kuna wengine alipokuwa hana pesa alikuwa na marafiki wa aina fulani, ndugu wa aina fulani anakaa nao, ambao na wao wana energy sawa na yeye. Baadaye akawaacha, energy yake ikapanda juu, akaenda kuwa na cycle ya watu wengine ambao sasa wanaendana na energy yake na yao. Umeona? Sasa una pesa, umezungukwa na watu ambao sasa ndio unaowaona makazini, unawaona kwenye biashara, kwa hiyo wanageuka wanakuwa ndio watu wako wa karibu sasa, ambao unashirikiana nao kila siku. Sasa kama nilivyosema, ukiwa maskini kuna matatizo na ukiwa tajiri au una uwezo kuna matatizo. Unaona? Sasa unapokuwa na uwezo sasa, matatizo ambavyo yanakuandama sasa, lazima utasikia watu wakianza kukuhukumu kwa mambo mbalimbali, kwamba mnamuona yule pale labda matatizo yanamuandama sasa hivi kwa sababu ya pesa alizonazo. Sisi maskini hatunaga matatizo kama yale, umeona, tunalala kwa raha. Unaona? Kuna wengine watasema yule pale amefiwa labda na mtu wake wa karibu kwa sababu kamtoa kafara ili yeye azidi kufanikiwa. Yaani utakumbana na matatizo, utatetwa kitajiri. Unaona? Maskini anatetwa kimaskini, tajiri naye anatetwa kitajiri. Tajiri akikaa ataambiwa yule pale katoa kafara ndio maana kawa tajiri. Yule pale sijui kadhulumu hiki ndio maana kawa tajiri. Umeona? Kwa kila mtu ana matatizo yake katika daraja lake. Sasa unachotakiwa kufahamu ni kwamba jamii zetu sisi zimeuchora, na mpaka kuna dini nyingine zimechora umaskini kuwa kwamba ndo haki na utajiri kuwa ni ushetani. Mfano, kwa Wakristo Biblia inakwambia yenyewe kabisa kwamba ni ngumu kwa tajiri kuingia mbinguni, kuingia peponi. Ugumu wake ni kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Maana yake hapo mtu uone kwamba utajiri ni utakufanya wewe usiende peponi. Kwa hiyo ni heri uwe maskini. Kwa hiyo watu wengi sana wakaona umaskini ndio bora, umaskini ndio kitu ambacho kitakufanya wewe uingie peponi, kwa sababu ukiwa tajiri hutaingia peponi. Na kama tunafahamu kila mtu hapa anapambania roho yake baada ya maisha ya hapa duniani iende sehemu nzuri. Kwa hiyo wengi wanaogopa utajiri, wanakuambia ni chanzo cha dhambi. Unaona? Kwa hiyo kutokana na mambo kama haya ya kwenye dini kama hizi, kwa mfano kwenye kama Biblia inavyosema, ikafanya watu wauone umaskini ndio kitu sahihi. Kwa hiyo ukiwa tajiri kuna matatizo yako yatakukuta yale ya kitajiri, lakini pia watu watakunyoshea vidole. Umeona? Kutokana na utajiri wako, na wewe mwenyewe sasa unaweza ukaanza kujitathmini unapoanza kupata sasa yale matatizo ya kitajiri, kwamba huu utajiri nilio nao au nimetenda dhambi au nimemuudhi Mwenyezi Mungu. Yaani unaweza wewe mwenyewe ukaanza kujiquestion juu ya utajiri ulionao au juu ya mali ulizonazo. Kwa mfano, unaweza kipindi ambacho uko tu maskini tu, unaishi umejipangia zako kula yako tu ya tabu, ulikuwa umekaa kawaida. Lakini kipindi ambacho unakuja kupata mahela mengi tu, unaamua kumiliki labda maviwanja, unamiliki labda majumba, mara nyumba ile imeungua, mara sijui kiwanja hiki sijui kimekuja kufanywa hiki, mara sijui gari limepinduka. Ni matatizo yanakuwa yale mazito mazito yale, mpaka unaanza kujiuliza, au labda ni mkosi, au labda hizi mali nilizonazo ni ushetani. Kama Mkristo unaanza kurudi katika Biblia, unaanza kuangalia kipengele cha tajiri kuingia peponi ni shida, itakuwa shida. Kwa hiyo unaanza kuuchukia ule utajiri, unaanza kujihisi wewe ni mkosefu, unaanza kujihisi wewe sasa ni shetani kwa sababu ya zile mali ulizonazo. Mambo huwa hayako hivyo. Unaona? Mambo huwa hayako hivyo. Kwanza kabisa mtu anatakiwa kufahamu kwamba kila sehemu kuna matatizo. Uwe maskini kuna matatizo, uwe tajiri kuna matatizo. Cha kwanza. Kwa hiyo unapopata matatizo ukiwa tajiri, yale matatizo makubwa makubwa, maana matatizo ya tajiri ni makubwa makubwa. Maskini yeye anaweza akaunguliwa na mboga. Tajiri yeye anaweza akaunguliwa jumba lake limeungua.
Umeona? Maskini yeye anaweza kaanguka na baskeli, tajiri yeye anaanguka na gari linapinduka, anapata ajali ya gari. Maskini anapata ajali ya baskeli, au yeye mwenyewe kajikwaa kadondoka na miguu yake. Umeona? Kwa hiyo matatizo ya tajiri yanakuwa yanaonekana makubwa mpaka unaweza ukajihisi kwamba haupo sehemu sahihi, ukatamani au ukahisi kwamba basi bora hizo mali sio ziondoke ili ukae kwa raha. Hautakaa kwa raha, bali utakwenda kukumbana na matatizo ya kimaskini, ambako matatizo ya kimaskini utaumwa, utashindwa kujitibu kwa sababu hospitali kunahitajika gharama kubwa. Umeona? Watoto wako wataingia katika ujambazi, wengine wataingia katika mambo ya uhuni kama ni wanawake, ili wapate pesa za kujikimu kwa sababu umeshindwa kuwahudumia vizuri. Mke anaweza hata akakusaliti ili aweze tu kupata pesa za kujikimu kwa sababu umeshindwa kumhudumia vizuri. Kwa hiyo ukiwa maskini kuna matatizo yake, ukiwa tajiri kuna matatizo yake. Ukiwa maskini kuna dhambi zake, umaskini unasababisha dhambi kadhaa, na utajiri pia unasababisha dhambi kadhaa. Kwa hiyo kote ni kuna faida na hasara. Nafikiri kwanza kwenye umaskini hakuna hata faida. Umeona? Bora hata kwenye utajiri kwamba pesa zinaweza zikakusaidia ukajitibu, ukapeleka watoto shule, lakini kwenye umaskini utaambulia kunyanyasika, kudharaulika, lakini pia na matatizo juu utayaambulia. Umeona? Kwa hiyo hapa unachotakiwa kufahamu ni kwamba unapokuwa sasa na uwezo, una mali zako, kama kuna matatizo ambayo yanakuandama ya kila siku ambayo yenye uzito sawa na mali zako, unatakiwa kufahamu kwamba ile ni hali ya kawaida, na unatakiwa kufahamu kwamba hayo matatizo yanakufanya uwe mkomavu kiakili. Matatizo ya mtu ambaye tayari ana uwezo yanakutengeneza uwe mkomavu kiakili, kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na uwezo, maana yake ni kwamba akili yako inazidi kukomaa, inaanza kuchakata kwamba nitafanyaje hizi hela ziongezeke, nitafanyaje hizi hela zisije zikaniishia nikarudi kwenye umaskini. Umeona? Kwa akili yako inazidi kukomaa. Kwa hiyo matatizo yanayokupata unayatatua, kwa sababu utaweza kuyatatua, yanazidi kukufanya wewe uwe na akili iliyokomaa, kwa sababu yanahitaji akili kubwa kuyatatua. Unaona? Unaenda kupambania labda ardhi yako, ile ni lazima uwe na akili kubwa ndio utaweza kutatua. Unaenda kupambania labda apartment yako huko umeyajenga, ni akili kubwa. Umeona? Ambayo inakufanya utatua huko na mafundi huko, unapambania unasimamia majengo yako, kuna matatizo haya na haya, unasolve matatizo kwenye mijengo yako. Hapo ni akili inafanya kazi. Lakini unapokuwa maskini, akili yako inazidi kufunga. Kwa hiyo umaskini sio ndo kwamba ndo utakatifu. Akili inazidi kufunga. Ndio maana siku zote maskini huwa anatapelika kirahisi. Hata hao wengi wanaokuja wanaenda kuwekeza maeneo mbalimbali, wanawatapeli maskini kirahisi sana. Unaona? Hata walipokuja wazungu kuja kuchukua bara letu, walikuja na vitu vya kijingajinga tu kutapeli machifu wetu, kwa sababu machifu wetu hawakuwa na uwezo kama wao. Kwa hiyo maskini akili yake inakuwa haifunguki kirahisi, lakini tajiri akili yake inafunguka kirahisi. Kwa hiyo matatizo ya maskini yanazidi kumdidimiza chini, lakini matatizo ya tajiri yanazidi kumfungua kiakili. Kwa hiyo kama umefanikiwa kimaisha kwa level yoyote ile ulionayo, ukawa kuna matatizo yanakuandama kutokana na level yako, unavyotakiwa kujua ni kwamba hizo ni changamoto zinazokufungua zaidi kiakili na sio mikosi. Nafikiri kwa leo niishie hapo.